واهل قلبي بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله وبرسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي آخر الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بعد أن نشكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia kipenzi chetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rehema na amani zimshukie yeye na ali zake na maswahaba zake. Kwa hakika khatibu ameshazungumza mazungumzo mazuri yenye faida, yenye faswaha, yenye kutunufaisha. Lakini kwa kuwa ni ada yetu kuwatembelea ndugu zetu juma kama hili la pili Watamu na Kimboni, ikiwa sahihi tuko hapa na al-asri tutakuwa Jamia na ishai tutakuwa Daru Tauhid na baada tarawih tutakuwa Masjid Swalihina Kimboni. Hii huwa ni ada kila mwaka kuwatembelea ndugu zetu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi asema: wajabat mahabbati lilmutahabbina ilayya, asema mahaba ya Mwenyezi Mungu yamewapasa wale watu wenye kupendana kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Au lilmutazawirina, wale wenye kutembeleana kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na watu hawatoacha kutembeleana namna hii na kupendana mpaka katika makaburini mwao watakapokwenda, pia watapewa ijaza, ruhusa ya kutembeleana. Zile arwah pia zitapewa ruhusa. Itakuwa roho ikitoka katika kaburi yake ikenda kumtembelea yule ambaye kwamba alikuwa ana ada ya kumtembelea. Kwa hivyo zile arwaha pia zatembeleana kule barzakh. Na pia watu watatembeleana mpaka peponi. Kuna watu watatoka pepo za chini watabahatika kwenda pepo za juu kuwatembelea ndugu zao, kwa sababu hapa walikuwa wana ada ya kutembeleana. Pengine alikuwa hata asioneka mwele pepo ya juu, lakini kwa sababu ile ziara ndugu yake Muislamu, Mwenyezi Mungu akamwambia, wewe silikuwa ukimtembelea fulani? Naam ya Rabbi, basi na leo nenda kumtembelee. Simuoni ya Rabbi hapa hayuko kwenye pepo yetu, yeye yuko pepo za juu. Mwenyezi Mungu atamwambia nenda ruhusa, na yeye atapata kuzuru ile pepo ya wapi? Pepo ya juu. Kama vile sisi wengine walikuwa sehemu nyingine hatuzijui, lakini tumezijua kwa sababu ya kwenda kuwatembelea nani? Ndugu zetu. Kwa hivyo kutembeleana ni kitu kikubwa sana. Wala usiseme mimi maiti wangu nitamtilia dua tu baada ya swala, sitosha. Kwani wewe mzee wako unapompigia simu na pale unapomwendea nyumbani ukamuona, ukatoa nauli yako, ukatoa hatua zako, ukenda ukamuona mzazi wako aliyokuzaa, wapi anasikia raha zaidi? Ni pale ukimpigia simu tu ishaisha, au pale aone umetoka utokapo, umewacha kazi zako, umewacha nyumba yako, umewacha kila kitu chako, umekuja kumtembelea mzazi wako. Bali mtu mwenye kumtembelea mzazi wake kila siku ya Ijumaa ni sawa na mtu aliyofanya ibada ya hija na umra. Hizi ni zitu tumewekewa, zitu ofa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wewe utakwenda siku ya Kiyama utakwenda kukuta sahifa yako imewekwa ibada za hija,
na wewe huku hija, hata hujui kamwe al-Kaaba, hata huku panda ndege kamwe, lakini utakwenda kuandikiwa una hija nyingi. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa una ziara za wazee wako kila Ijumaa, wengine kila siku, wengine kila wiki, wengine kila mwezi. Basi hata kama ni mwaka mara moja, inua gulako kamtembelee mzee wako. Ndio na wale amwati pia, unapowaendea mpaka pale kaburini ukawaombea dua, wanahisi faraja zaidi kuliko wewe kuwa mbali. Wakati mwingine lile guu la mtu mwema likikanyaga ile ardhi huwa ni shafaa kwa wale amwati. Mtume sallama mara nyingi alikuwa akipita maziarani, amwati wingi wakipata shafaa ya kuondoshewa adhabu, kwa sababu mtume ameingia maziarani. Na watu wema pia huwa ni hivi hivi, hata maziarani, hata nyumba yako kwa mtu mwema akiingia huingia baraka. Mtu mwema akiingia nyumba yako huingia baraka. Mtu mwema akila chakula chako huingia baraka. Ndio mtume akasema, la yashabka illa mu'min wala yaakul ta'amaka illa taqiyyu. Jaribu rafiki yako asiwe ila mtu mu'min, mwenye imani, mwenye kumjua Mola wake, mwenye maarifa na Mola wake, ndio awe rafiki yako, kwa sababu atakupeleka kwa Mwenyezi Mungu. Na jaribu mtu asile chakula chako ila taqi, ila mchaji Mungu. Alika watu wema nyumbani kwako wale, alika maskini 5 swalawati, hakosi swala na hana uwezo kile chakula, mwalike nyumbani kwako ale, kwa sababu hakuna ibada kubwa kama kumlisha mtu chakula. Ni moja katika asbabu za mtu kupata maghfira, na ndio maudhui yetu ya leo. Leo tunataka kueleza asbabul maghfira. Kuna ndia, tunajua hili ni 10 la maghfira, tunajua 10 lililopita ni la rehma, na tunajua 10 litakalokuja inshallah taala, Mungu atupe uhai na uzima, ni la itqu minan nar. Na hizi zitu Mwenyezi Mungu hakuziweka tu, amezipangilia kwa hikma yake. Kwanza ametanguliza 10 la rehma. Rehma ni mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa mlango wa Mwenyezi Mungu hufunguliwi mpaka umshike mtume, ndio utafunguliwa mlango wake. Na Mungu akatuwekea rehma, yani kwanza tushikaneni na mtume, tumswalieni mtume 10 la kwanza sana, ndio tupate kufunguliwa mlango wa maghfira. Wajua kwanza mpaka ufunguliwe mlango ndio uingie sitting Kwa hivyo sasa maghfira ni kuingia sitting. Ushafunguliwa ile mlango wa nje, sasa unaingia nyumbani sitting room, ndio maghfira hiyo. Kisha sasa ndio unaingia chumbani kwenyewe, sasa kwenye lengo ama kwamba chumbani ndio itkun minan nar. Maana kuna zumba zingine ukiziona tafikiri mpepo bana, namna zilivyosetiwa ndani basi wacha chumba hiko cha duniani. Hiki tunazungumza ni chumba cha Mwenyezi Mungu cha peponi, chumba cha kupata radhi za Mwenyezi Mungu, chumba cha kuwatwa huri na moto. Na sisi mara nyingi tufanya bidii kwenye 10 la mwisho, 10 la kwanza na la pili tunafanya machezo, tunapuza. Wengine ni kinyume, mwanzo wanaanza kasi, ikifika katikati wanachoka, ikifika mwisho ndo wanachoka kabisa. Hata yule mmoja asema, ukitaka kujua Ramadhani ifika tarehe ngapi au 10 la ngapi, wewe usipate tabu kuangalia tarehe wala kuuliza watu, nenda msikitini tukaangalie. Ukiona swafu bado ni 3 tarawehe, basi ujue bado Ramadhani kwa 10 la kwanza. Ukiona swafu kabakia 2 au 1.5, basi ujue tu Ramadhani kwa kwenye 10 la pili. Ukiona swafu kabakia imamu na maamuma, au ile swafu ya kwanza kabakia watu 5, basi ujue kwa Ramadhani enda zake kwa kwenye 10 la 3. Hamkwamba ilipotaka kinyume, si ndio? 10 la kwanza angalau kwa na 1, la pili kupande kasi, swafu 2, la 3, swafu 4, 5. Lakini sisi kila tuenda hapo tupungua kasi. Kwa hiyo mara nyingi watu utaona wapigania 10 la mwisho, kuinuka usiku, kulala msikitini. Sawa, mtume amesema watu wajikaze zaidi 10 la mwisho, lakini 10 la mwisho si kujitahidi ibada. 10 la mwisho ni kwenda kuchukua Lailatul Qadri.
ibada inatakikana kuanzia 10 la kwanza na ya pili upate rehma mwanzo, upate na maghfira, ndio ufunguliwe itqu minan nar. Huwezi kupata itqu minan nar ikiwa hukupata rehma, hukupata maghfira. Mungu hawezi kukupa itqu minan nar. Na mwenye kupata rehma na maghfira, hata kama 10 la mwisho amelala, Mwenyezi Mungu ile Lailatul Qadri atamletea katika usingizi wake. Kuna watu wameletewa ndani ya ndoto na wakaoneshwa na wakaomba dua na ikapita kabuli. Wengine wakaamshwa, walikuwa wamelala, Mungu akawaamsha, akawapiga kofi la fahamu, akashtuka tu, akaona ameinuka tu kuswali, kumbe ameinushwa ule wakati wa Lailatul Qadri. Kwa sababu gani? Moyo wake ilikuwa ushafanya istidadi ya kupokea Lailatul Qadri. Sababu Lailatul Qadri yataka istidadi, na wanazuoni salafina salih walikifanyia istidadi kutoka Muharram. Kuanzia mwaka mpya ukiingia, watu wafanya istidadi ya kupokea Ramadhani, wanautengeza moyo kuanzia Muharram. Sisi tutengeza moyo Shaabani, wengine Ramadhani ya kwanza, wengine 10 la pili, wengine lile 10 la tatu ndio wataka kutengeza moyo. Wengine waingia 10 la tatu na moyo bado ni mchafu. Moyo bado una bughdha, una hasad, una hasira, una chuki, una ria, una sum'a, una kibri. Moyo kama ule utapokea vipi nadhara za Mwenyezi Mungu? Hawezi. Kwa hiyo hakuna kitu kikubwa kama mwanadamu kupata rahma na maghfira. Ndio angalia Nabii Adam alayhi salatu wassalam, alipotaaraf makosa yake kwa Mola wake, akakiri kwa kuwa yeye amekosa na amefanya dhambi, akamwambia Mwenyezi Mungu, rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi, sisi tumekiri makosa yetu, mimi na Hawa, mimi na mke wangu, tunajua tumefanya madhambi. Ya Rabbi, tumekukosea, tumeteleza, na umetunasihi, umetutahadharisha, lakini pamoja na yote tumekosa. Kwa hivyo tuarudi kwako ya Rabbi, hakuna mlango mwingine wa kurudi ila ni wako. In lam taghfir lana wa tarhamna, ikiwa hutotusamehe ya Rabbi, hutotupa maghfira, wa tarhamna, na hutotupa rehema yako, hutotuweka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hutotuweka karibu yako, ndio maghfira. Maghfira ni kuweka karibu na Mwenyezi Mungu, rehema ni kuweka karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikiwa hutotupa hizi, basi lanakunanna minal khasirin, hatuwezi kupata pepo, hatuwezi kupata radhi zako, hatuwezi kuwatwa huri na nini na moto. Tutakuwa kwenye hasara, na hasara kubwa ni huko, si hapa. Zile hasara za hapa unazopata za biashara, za kukimbiwa na mke, kukimbiwa na watoto, kukimbiwa na family nini, wewe usione zile ni hasara. Zile zitu za duniani, mitihani tu mwanadamu humpata. Mke akikukimbia, Mungu atakuletea mke mwingine. Mtoto akikimbia, Mungu atakupa mtoto mwingine mwema. Ukikosa biashara, ukihasirika, Mungu atakufungulia biashara nyingine. Lakini ukikosa radhi za Mwenyezi Mungu, utapata wapi radhi nyingine? Ukikosa pepo, utapata wapi pepo ya Mwenyezi Mungu? Ikiwa hukuachwa huri na moto na Mwenyezi Mungu, nani atakuacha huri na moto na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Kwa hiyo hili ndio hasara kubwa. Hizi si hasara, sisi tu ndio tunaona ni hasara, lakini si hasara yoyote. Hasara ni mtu kumkosa Mwenyezi Mungu hapa duniani na kesho akhira. Lakini ikiwa Mungu unaye, basi hakuna hasara yoyote utakayopata wewe. Ndio Nabii Adam akaitabaraki radhi ya Mwenyezi Mungu, Mungu akamsamehe, kisha fajtabahu, akamtegua, akamtia katika kundi la mitume. Alikuwa mwanzo hajampa utume, alipomkosea alikuwa ni mja mwema tu. Nabii Adam ni katika watu wema. Aliporudi, Mungu ndo akampenda zaidi. Ndio tukagua inna Allaha yuhibbu tawwabina, Mwenyezi Mungu apenda watu wa kurudi. Mara nyingine lile kosa ndio la kusababishia wewe kwenda kupendwa na Mwenyezi Mungu, kupandishwa daraja. Ukiwa umekosa ukarudi kwa Mwenyezi Mungu, Mungu akakupenda zaidi kushinda mwanzo.
akakupa daraja, akakupandisha juu. Na baada ya Adam aliporudi, ndio Mwenyezi Mungu akampa utumi sasa, akampandisha daraja. Fajtabahu wa ja'alahu min as-salihin, akamtegua, akampa utumi na akamjalia katika wema milele. Ndio kaona siku aliyokufa Adam, wakati alipokuwa sakaratul mauti imemjia, amewakusanya watoto wake wote hapo mbele, na baada ya Adam awaambia watoto wake, mimi kuna kitu na kitamani, ikiwa kitu hicho sitokipata basi mimi nitakufa, sijui kama nitaishi tena. Kitu gani? Mimi natamani zabibu za peponi. Natamani nini? Wajua sengine ile ugonjwa huja ukatamani kitu, ikabidi sasa watu wasumbuke kuzengea kile kitu. Ni kama mwanamke anayemita, sengine kwa unataka kitu, wewe mume ukienda mbio ukakizengea pako ukakileta. Sengine ataka mavisiki ya mbuzi, sengine sijui ataka makaa, sengine mara ataka mchele, mara sengine ataka mchanga sijui rangi gani. Yani tuona ataka zitu, na wewe lazima uzengee. Kwa sababu gani? Aridhike ili apate kuzalia ule mtoto. Wenyewe Swahili kuambia kama hakupata mtoto atatoka na mapafu. Atatoka na nini? Na mapafu, kwa sababu ule mama hakupata kile. Na Hawa katika kumita kwake aliutamani ule mti aliokatazwa. Ule mti aliokatazwa na Mwenyezi Mungu ndio akawa utamani, ndio akawa kimkera na Nabii Adam. Mimi nataka, mimi siwezi, lazima yale majani yamenijia harufu yake. Kumbe ni Ibilisi bwana. Ibilisi ndio amemfanya Hawa amite kutamani ule mti, na Adam akafanya mpango mpaka akamletea, na wakati amekatazwa. Lakini baadaye wakarudi nyuma, Mungu akawasamehe. Kwa hivyo awaambia watoto wake, ikiwa hamtoniletea zabibu basi mimi nitakufa. Watoto wakaanza kuzunguka dunia mzima kuzengea zabibu za peponi, hakuna. Wakazengea, wakakutana na malakul mauti na jeshi lake anakuja. Wale watoto lakini wao hawajui kama ni malakul mauti. Wale wakamwambia, nyinyi mwenda wapi? Akaambia, sisi baba yetu mtutuma. Nini? Baba yetu ni mgonjwa sana, lakini ametamani zabibu za peponi, ametuambia tuzunguke ulimwengu mzima tuzengee. Kwa sababu yeye na baba Adam aliposhuka hapa ardhini, alishuka na baadhi ya miti ya peponi, akaja kaimeza hapa ardhini. Sasa asema mmoja aliomeza ilikuwa ni ono mzabibu wa peponi. Moja katika alizoshuka nazo ni hizi zabibu. Sasa hajui ni wapi. Sasa wale watoto wazengea ule mti, malaika akamwambia, sikizeni, rudini, baba yenu hivi sasa atakufa. Usipate tabu kwenda kuzengea nini? Zabibu. Rudini, baba yenu hivi sasa atakata ruhu, mtamkosa baba yenu nyinyi. Wale watoto maskini wakarudi mbio. Waliporudi na malaika na malakul mauti ashafika. Wao wakifika, malakul mauti yuko kule ashafika. Ule unamuona kule, umeona nyumbani, wakashtuka, usitumuona kule, mbona mfika huku? Lakini wale watoto wakanyamaza. Hawa akauliza, nyinyi kina nani? Akaambia, sisi ni Rasulullah, ni mitume tumetumwa na Mwenyezi Mungu kuja kumuona Adam. Hawa akajua tu hawa wamekuja kumtukua nani? Adam. Akaanza kumkumbatia Adam katika dhiraa yake, akamshika Adam huku akilia, hataki mume wake aondoke. Nani? Adam amwambia Hawa, usilie, mimi nimeumbwa kabla yako, mimi shaishi, wewe bado hujaishi. Mimi nimeumbwa kabla yako, kwa hivyo wakati wangu umefika, wawate wafanye kazi yao. Ndio Hawa akaondoshwa, malakul mauti akaitukua roho ya nabii Adam, na huku akipumbazwa na malaika, na walomuosha ni malaika, walomswalia ni malaika, walomzika ni malaika, walomkafini ni malaika, wakamzika ni wao. Kisha baadaye wale malaika wakawaambia wale watoto wa Adam, namna hii ndio mtakuwa mkistiriana, namna hii ndio mtaoshana, mtakafiniana, mtazikana. Wale malaika wakiwaambia wale watoto wa nani? Watoto wa Adam. Kwa hiyo taona nabii Adam alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu alimpa daraja, Mwenyezi Mungu alimpenda,
Mwenyezi Mungu alimkurubisha mpaka kufa kwake kwa ni kifo cha mtu mkubwa sana duniani, kwa sababu na baba Adam ameumbwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa ana sharafu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ikiwa na baba Adam amesamehewa na Mwenyezi Mungu, sikumsamehe tu, akamuonesha na ndia nyingine za kuongeza thawabu. Akamwambia jenga Al-Kaaba, akamwamrisha jenge nini? Al-Kaaba. Na baba Adam akajenga Al-Kaaba ili apumbae kama alivyokuwa akipumbaa kule peponi, akiwaona malaika namna wanavyoitufu arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wanavyomuomba Mwenyezi Mungu dua. Na yeye akaikewa Al-Kaaba ili apumbae na Al-Kaaba na atufu, alete dua na watoto wake wote awafundishe namna hii. Kwa hivyo mtu wa kwanza aliyojenga Al-Kaaba nani? Na baba Adam alayhi salatu. Na lile jiwe Hajarul Aswad lile aliteremka nalo na baba Adam kutoka peponi, akateremka nalo na akawa kila endapo uenda nalo. Tena lilipokuwa peponi lilikuwa ni leupe. Lile Hajarul Aswad lilikuwa ni Hajarul Abyad, alikuwa ni leupe. Lakini alipomkosea Mola wake, lile jiwe likachange kala, likabadilika, likawa nini? Likawa leusi. Sasa ule weusi ni ushuhuda wetu kwa kuwa sisi tumeweka ahadi ya Mwenyezi Mungu, lakini wakati mwingine tunateleza, tunamkosea nani? Mwenyezi Mungu. Ndio Hajarul Aswad baada kujenga Al-Kaaba akaliweka ndani ya Al-Kaaba. Na ndio Makureshi walipojenga tena Al-Kaaba wakawa wakipigana, kila mmoja atakaye kuweka Hajarul Aswad, kila kabila lataka wao kuweka Hajarul Aswad. Mpaka mmoja wao akasema basi haina haja kuteta, tutukueni ushauri mmoja. Hii ni ndia, yule atakayetokea wa kwanza yeye ndo atatuamulia kesi, turidhikeni hivyo, mko tayari? Wakiangalia wa kwanza alitokea ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wakasema radhina bil amin, tumeridhika na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokuja sallallahu alaihi wasallam akawaambia basi jambo lenu ni fupi tu. Mtume akavua kishale chake aliletewa kutoka Yemen, kile kishale kilikuwa ni cha Yemen, akakifungua. Mtume sallallahu akawaambia kila kabila washike upande, kila kiongozi wa kabila ashike kile kishale. Kisha Mtume akalitukua yeye Hajarul Aswad kwa mkono wake mtukufu, akaliweka katika kishale, akamwambia handoni nalo kwenye Al-Kaaba. Wakaja nalo, Mtume akalitukua yeye akaliweka lile Hajarul Aswad. Ikawa sasa liliweka ni Mtume, limewekwa na Adam, sasa likawekwa na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na lile ndio limehifadhi mithaki yetu yote, zile ahadi zetu zote tuloziweka. Mwenyezi Mungu alituuliza alastu bi rabbikum, je nyinyi hamkuwa, je mimi sikuwa ni Mola wenu? Mwenyezi Mungu baada ya kumuumba na baba Adam alizitoa roho zote akazikusanya, akaziuliza je mimi si Mola wenu? Wakasema kwa nini ya Rabbi, wewe ni Mola wetu, tumeshuhudia kwa nafsi zetu. Mwenyezi Mungu akamwambia basi ahadi hii ninaiandika. Akaiandika ile karatasi akaitia ndani ya Hajarul Aswad. Mpaka leo mithaki yetu iko pale ndani. Ule atakaye khalifu kwa kuwa Mwenyezi Mungu si Mola wake, akenda na ndia zake, hakufuata ndia za Mwenyezi Mungu, atakwenda kuiona ahadi yake aliyoiweka na urongo wake aliyoutenda. Kwa hivyo Hajarul Aswad lilikuwa ni leupe, lakini kwa makosa yetu sisi likabadilika likawa leusi, ndio likaitwa Hajarul Aswad. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amemsamehe na baba Adam, amempa maghfira, akampa na ndia za kuongeza thawabu, ndia za sadakatun jaria, za kuweka sadaka ya kuendelea. Ndio mara nyingi mtu akifanya kosa akitubia, isiwe kule kutubia ndo basi, aweke na kitu kizuri cha kheri, ajenge msikiti, ajenge madrasa, ajenge nyumba za mayatima, aweke mambo ya kheri, anunue miswahafu, anunue juzu, yani afanye zitu za kheri
awasomeshe watoto dini, hata kama si mtoto wako. Mtoto wako ukamsimamia akasoma dini, akimaliza huwa kama mtoto wako yule, sasa atakuja kukushufaia kesho siku ya Kiyama. Wengine hawakubahatika kuzaa, wengine wana watoto wenyewe wamewazaa lakini hawakusoma, na amewasomesha lakini watoto wenyewe hawakutaka kusoma. Lakini usikate tamaa, someshe mtoto wa jirani, someshe yatima, msomeshe mtoto wa ndugu yako. Asa yule mtoto akipata kesho itakuwa ndio shafaa yako, akushike mkono akutie wapi? Peponi. Kwa hiyo Nabii Adam alisamehewa, alifuata zile asbabu za maghfira, na sisi tufuateni sababu za nini? Za maghfira. Sababu ya kwanza ya mtu kusamehewa ni kukithirisha la ilaha illa Allah, shahadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah. Ile kusema la ilaha illa Allah kila wakati kusamehewa madhambi. Kwanza ile la ilaha illa Allah moja hufuta madhambi yote, na ile la ilaha illa Allah moja ukibahatika kuitamka kisha ukienda kwa Mola wako, basi madhambi yako yote nyuma ufutika, hata kama ulimwasi Mwenyezi Mungu. Ile siku ya mwisho ukitoa kilima cha la ilaha illa Allah, yale ya nyuma yote Mungu hayaangali tena, ataiangalia ile la ilaha illa Allah yako, atakutia peponi. Kuna mtu siku ya Kiyama ataletwa, atatiwa kwenye mizani, ataonekana hana lema hata moja, yote ni madhambi, mizani yake imelemewa. Mara Mwenyezi Mungu atasema fungueni hiyo bahasha, itafunguliwa ile bahasha, ikiangaliwa ina shahada la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Kumbe amekufa na shahada, Mungu amemkirimu shahada. Na wako watu wamepatikana, si ndio? Yuko mmoja alikuwa si Muislamu, ni majusi. Alikuwa nani? Ni majusi, ni mtu wa kuabudu moto, lakini alikuwa akiheshimu Uislamu, akiwaheshimu Waislamu. Ilipofika Ramadhani, mtoto wake akawa anakula mbele za watu, mbele ya hadhara ya Waislamu. Basi yule baba si Muislamu akaja akamtolea ukali yule mtoto wake, akampiga mpaka akamuumiza. Watu wakamwambia, mbona umpiga? Huyo si Muislamu. Wale Waislamu wenyewe kumtetea yule mtoto. Yule akasema, la, hata kama si Muislamu lakini si heshima kuwavunjia Uislamu nini heshima. Atakula vipi mbele ya Waislamu? Si akale nyumbani. Akampiga yule mtoto mpaka akamuumiza, watu wakawa wanamlaumu. Yule baba baada ya muda mchache akafa. Alimul Madina, mwanachuoni wa pale Madina, akamuota yule baba ameingia peponi. Akamwambia, wewe mbona umeingia peponi na si Muislamu? Akaambia, Mwenyezi Mungu aliniruzuku shahada katika sakaratul mauti kwa sababu ya kuheshimu Ramadhani. Kwa sababu ya kuheshimu nini? Ramadhani. Ameruzukiwa shahada. Afikiria mtu alikuwa si Muislamu, umri wake mzima hajui imani, lakini kufa Mungu akampa la ilaha illa Allah. Kwa hivyo la ilaha illa Allah husamehe madhambi yote. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Mtu yote neno lake la mwisho likienda la Allah ataingia peponi. Ya pili, sababu za maghfira ni kukithirisha istighfari. Ndio tukaitia shahada la ilaha illa Allah nastaghfirullah, tukaongezea nastaghfirullah. Kwa nini? Kwa sababu kila saa ukileta istighfari Mungu hukusamehe nini? Madhambi. Jambo la tatu ni mtu kutoa, ukitoa sadaka Mungu hukusamehe, kumwangalia mgonjwa Mungu hukusamehe, kwenda kumzuru maiti Mungu hukusamehe na wewe madhambi. Wewe muombe yeye maghfira na Mungu hukusamehe na wewe pia unakwenda kumtembelea. Kwa hivyo mambo mengi ya khairi haya ni mengi. Kudumisha udhu, kutawadha tu ni kusamehewa, kuadhini ni kusamehewa. Yani khairi zote ukizifanya ufanye bure, wasamehewa na nini? Na madhambi. Kwa hivyo tujaribuni saumu zetu ziwe ni saumu za kunona, zisiwe ni saumu za kukonda. Wajua kuna saumu za kunona, as-saumu samin wa saumu nahif. Kuna saumu iliyoanda na kuna saumu iliyokonda. Hata wewe tuna kununua mbuzi, wakati ule mbuzi alifanya nini? Alionona mwenye mafuta. Wengine pia tutaka wake waangalia wanawake walionona kidogo, hataki wanawake wembamba wengine. Kwa hivyo vile wewe wataka na Mwenyezi Mungu mpelekee ibada ya kunona. Ibada ya kunona si ya kufunga tu, umefunga umejiweka na njaa, umejiweka na kiu basi.
Ibada kufunga ni wewe umefunga na huku wasoma Qur'ani, huku waswali sunna, huku enda kuangalia wagonjwa, huku enda kuwatembelea amwati kuombea dua, huku watoa sadaka, huku enda kupatanisha watu. Yani wafunga na huku ndani ya saumu wakezesha amali njema, wakithirisha amali njema. Ile saumu ienda kwa Mwenyezi Mungu imenona, haiendi kwa Mwenyezi Mungu imekonda. Saumu imeenda hata swala faradhi haina. Mtu amefunga hata swala zimepita pia za faradhi, basi amelala usubuhi mpaka magharibi. Kwa nini ndala? Saumu kali. Saumu ndio kufanya wewe usiswali, kwa sababu saumu ni kali, haifai. Kwa hiyo tupelekeni kwa Mungu. Ukaona zile ibada zote Mungu akiziamrisha yuwazitia alif na lam. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. As-siyam hakusema kutiba alaykum siyamun, hakutia tanwini nakira, ametia maarifa, yani kuonesha kwa as-siyam ni saumu maalumu, si saumu yoyote tu kujifungia kiholela holela au ya kienyeji. Yani ni saumu maalumu inayotakikanwa, saumu iliyojazwa ndani yake amali njema, ndio as-siyam. Hata ukiangalia pia upande wa swala, Mwenyezi Mungu anasema inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Hakusema inna salatan tanha anil fahsha'i, hakutia tanwini. Hata swala yoyote utakayoswali muhimu uswali tu, si muhimu sikuswali, muhimu ni ile swala itakao Mwenyezi Mungu ikiswalika, ikiwa ina mambo yote mazuri ndani ile swala, basi utaona yenyewe tanha anil fahsha'i wal munkar, yenyewe tu inaondosha machafu na inaondosha mabaya yenyewe ikiswalika, ndani yake ikiwa na tadabbur, ndani yake ikiwa na khudhu, ndani yake ikiwa na khushu, ndani yake ikiwa na khashya. Yani ile swala ndani yake ina kila kitu, basi utaiona ile swala, utaiona ni kubwa na inakutengeza kweli kweli, sababu kuna kitu cha tengeza watu kama swala. Ndio sisi tuambiwa wajibu wetu ni ndugu zetu tuwavute msikitini waje waswali, tusiwafukuzeni. Hata kama mtu ana mabaya, wajua fulani ana machafu afanya, funga mato yale machafu yake. Almuhimu si waje kuswali, mwache aswali. Ile swala yake ikiswalika vizuri, yale machafu yenyewe nature tayawata. Lakini kama wamfukuza msikitini, mtu anakuja kuswali, toka msikitini Hamisi wewe, toka msikitini wewe mlevi, wewe teja wewe, toka msikitini wewe ni kadhaa, basi ni makosa. Kama hatutengezwa na swala, atakwenda kutengezwa na nini kule nje? Na swala ndio mashine yetu, ndio inayotutengeza sisi waumini. Mwache ndugu yako swali, hata kama ana mabaya, funga mato. Waweza mnasihi mabaya yake ya watu, uwezi mwache aswali, usimfukuze msikitini, kwa sababu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ndio tukimalizia, ule mmoja pia alipatikana kwa Mtume, alikuwa yeye akiswali nyuma Mtume kisha kwenda nje akifanya machafu. Maswahaba akawa wanaudhika na ile machafu yake, kisha washangaa bwana ikifika wakati wa swala na kuja kuswali. Wakamwambia Rasulullah, huyu anajifanya na swali nyuma yako, lakini ana mabaya mingi ayafanya kule nje, sisi tuyajua. Mtume akamwambia bauhu wa sha'na, mwateni na mambo yake hayo, si yenu, hayawahusu. Mwateni, fa inna salatahu tanhahu yawman, hakika ile swala yake kuna siku moja itamkataza. Mtume amefurahi kwa kuja msikitini, akamwambia mwateni kwa ile swala yake siku moja itafanya nini? Itamkataza. Kwa hivyo wewe fanye bidii mtoto wako aswali. Mwenyezi Mungu akasema wa'mur ahlaka bisalat wastabir alaiha. Bas wewe amrisha watu wako kuswali, hata kama mtoto wako hakusikizi, wewe muamrishe kufika kuswali aswali. Hata kama mtoto wako ni muhuni, kifika kwa swala mwambie mwanangu nenda kaswali. Akiswali tu Mungu atamtengeza. Na wewe unaoswali ukimwombea dua yule aliyoharibika pia Mungu atamtengeza, sababu baada swala huwa kuna kabuli. Kimaza kuswali muombe ya Rabbi, Mungu atengeze watoto wetu na watoto wa sukwa wetu. Mwenyezi Mungu awaongoze, Mwenyezi Mungu awatishe uraibu, Mwenyezi Mungu awatoe katika majanga mabaya, awatoe kwenye dhulumati, awatie kwenye nuru. Muombe dua, Mungu ataisikiza dua yako. Kuna siku moja Mungu ataisikiza nini? Dua yako, na utamuona yule mtoto ghafla mwenyewe amebadilika na amekuwa mtu mzuri. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe maghfira yake.
Mwenyezi Mungu atupe rehma. Mwenyezi Mungu atujalie katika utakaa minan nar. Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu. Mwenyezi Mungu azistiri aibu zetu. Mwenyezi Mungu atufariji makero yetu, atukidhie haja zetu, awapoze wagonjwa wetu, awarahamu amwatu wetu, atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Al-Fatiha. Dua. Dua. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نشكر الوزارة المفروض موضوعنا لنتيجة كبيرة mpaka kumaliza. Sasa inshallah mchango wetu wa yatima tunaomba tuendelee inshallah. Wale waliobakia sisi wachache, lakini nyoyo zimetulia kabisa. Hatuna ya kumlipa Sheikh Abdul Fattah. Inshallah matembezi yake Mwenyezi Mungu amjalie aendao pia afike salama, tukuendelea na hapa inshallah na mchango ifanyike. Ametuelezea mingi sana, Mwenyezi Mungu amjaze kheri, na sisi wenye kusikiza pia Mwenyezi Mungu atujalie kheri inshallah. Kwa hivyo tuomba mchango wako sasa, usione haya mchango hii si wangu si wako, bali tutachangia mayatima. Usiangalie ile juma iliyopita ilikuwa siku za rehema, leo inabadilika imekuwa siku za maghfira. Kwa hivyo inshallah mchango wako ulete mbele, tufunge mahesabu tulipichanga ngapi inshallah. Kwa hivyo mchango wako na bosi je mbele isabiwe inshallah.